Naam, mtazamaji, dirisha la usajili bado halijafungwa. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya Young Africans ina mpango wa kufanya biashara kubwa ya kumuuza moja kati ya wachezaji wao bora kwa msimu uliopita kutokea pale nchini Uganda. Huyu si mwingine ni Allan Okello, mzaliwa wa Julai 4 mwaka 2000, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 26, na taarifa inaeleza kwamba klabu ya Young Africans ipo kwenye mazungumzo na uongozi wa klabu ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco iliyoko chini ya Rais Ibrahim, ambaye ana maelewano mazuri ama mazungumzo mazuri na rais wa klabu ya Young Africans kwa lengo tu la kuweza kufanya biashara ya kumpata Allan Okello mwenye umri wa miaka 26. Sasa biashara yenyewe ipo kwa namna gani? Ni kwamba hadi hivi sasa klabu ya Young Africans inataka kumuuza Allan Okello kwa thamani ya shilingi dola za Kimarekani milioni 1, ambayo katika upande wa Tanzania shillings ni zaidi ya shilingi bilioni 2.7, jambo ambalo kwa upande wa Wydad Casablanca wao tayari wamekwisha weka kiasi cha shilingi bilioni 1.8 kwa pesa ya Tanzania, jambo ambalo bado halijawashawishi uongozi wa klabu ya Young Africans kuweza kumwachia Allan Okello kuweza kujiunga na klabu hiyo ya huko nchini Morocco. Lakini bado mazungumzo yanaendelea na Young Africans hakika ipo katika huo mpango, kwani wanatafuta mbadala mwingine namba 10 ambaye anaweza kuwa na ubora mkubwa. Pengine pia ni pendekezo la mwalimu kocha mkuu wa timu ya Young Africans kwa maana ya Mang'oba Ngliti, ambaye hadi hivi sasa unaweza ukaiangalia vizuri ya Young Africans ukawa unashuhudia kwamba ina uhitaji wa kiungo mshambuliaji namba 10 ambaye ana ubora mkubwa wa kuweza kucreate nafasi, anaweza pia wa kukupatia magoli zaidi ya 10 kwa msimu mmoja, licha ya kwamba jambo hilo kwa msimu uliopita Allan Okello alilifanya kwa asilimia 90. Alijiunga na Young Africans dirisha dogo akatokea kwenye klabu ya Vipers ya huko nchini kwa Uganda, ambako msimu uliopita akiwa na Young Africans alifunga magoli 14 huku akiwa ametoa assist 8, jambo ambalo linamconfirm jinsi gani ambavyo ana ubora mkubwa katika miguu yake Allan Okello mwenye umri wa miaka 26. Sasa Young Africans bado wapo katika hizo harakati za kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakafanya hiyo biashara kubwa ya kumuuza Allan Okello, kufuatia tu kwamba klabu hiyo pia kuweza kufanya biashara ya kumuuza Aurelien Dison Maria Depo, ambaye taarifa zake ni kwamba tayari amekwisha ondoka Young Africans na klabu ya Petro di Luanda ya huko nchini Angola ndio ambayo imekwisha fanya naye biashara kwa maana ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo Young Africans mara baada ya kumaliza mchezo wa ngao ya jamii siku ya leo Agosti 12 mwaka 2026 huko visiwani Zanzibar, nafikiri jambo ambalo uongozi wa Young Africans chini ya Engineer Hersi Said ambao watakwenda kulizungumza kwa uwanda mpana ni kuhusu pia Allan Okello kuweza kuondoka klabuni hapo na kujiunga na klabu ya Wydad ya huko nchini Morocco. Tukumbuke kwamba hii ni taarifa ambayo imekuja ghafla na klabu ya Young Africans inabidi pia iweze kufanya mambo haya kwa haraka ili mradi kuweza kukimbizana na dirisha la usajili ambalo kimsingi Agosti 15 ndiko ambako litakwenda kufungwa, jambo ambalo Young Africans wanafahamu na inabidi wafanye kwa uharaka mno, jambo ambalo linafanya dili hili la Allan Okello kuweza kuonekana kwamba ni rahisi na huenda pia likatimia. Ni mahusiano mazuri ambayo wamekuwa nao viongozi hawa wa timu hizi mbili, kwa maana rais wa klabu ya Wydad Casablanca nchini Morocco kwa maana ya Ibrahim Lasli sanjari na rais wa klabu ya Young Africans kwa maana ya Engineer Hersi Said, namna ambavyo wamekuwa wana mahusiano mazuri baina yao na namna ambavyo wamekuwa wana ushirikiano mzuri. Tumeona timu hizi mbili zimetoka kufanya biashara siku chache ambazo zimepita, kwa maana Young Africans imempata Selemani Mwalimu kutokea kwenye klabu hiyo, jambo ambalo pia linaweza pia likawa ni sehemu ya ushawishi wa timu hizi kuendelea kufanya biashara. Kwa hiyo Young Africans muda wowote inatazamia kuweza kufanya biashara kubwa ya kumuuza kiungo mshambuliaji raia wa Uganda Allan Okello ambaye ilimsajili kunako dirisha dogo kwa msimu uliopita. Tusubiri tuone, kwa sababu bado muda upo na muda ndio ambao unaweza ukawa majibu ya haya yote ambayo tunakwenda kuyaelekea
kwa msimu unaofuata. Jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua. Nilikuwa hapa na Agnes Alois ambaye kwa siku ya leo alikuwa ndiye camera operator kutoka hapa Anuari TV. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi.